Kesho ligi kuu Tanzania bara kati ya Young Africans dhidi ya Coastal Union. Tumepata wasaa wa kuzungumza na mashabiki na wanachama wa Young Africans kuelekea katika mchezo wao huo, tukiwa katika duru la lala salama. Semaji? Yes. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Uko sawa sawa? Ila nashangaa siku hizi mmetupa mkono tawini hapa. Inakuaje? Majukumu. Mchezo wa kesho sisi tumeupokea vizuri. Na tunataka tuendeleze wimbi letu la mafanikio zaidi. Ndio. Yes. Young Africans mnaingia katika mchezo wa kesho mkiwa katika mchezo wa mwisho mmetoka kufunga bao moja ambalo lilipelekea kumfukuza mwalimu mkuu wa kikosi cha Young Africans. Maneno yalikuwa ni mengi, wengine wakisema mwalimu sababu zilikuwa zinampalia. Morin anasimamia hivi sasa benchi la ufundi la Young Africans na mnaenda kucheza na Coastal Union ambao wametoka kujeruhiwa katika mchezo wa mwisho dhidi ya Fountain Gate. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani haswa? Kwanza mwalimu hajafukuzwa kutokana na mchezo wa mwisho. Mwalimu sisi tuanza kumwangalia baada ya kumaliza mashindano ya kimataifa. Mwalimu wetu ni mwalimu wa timu za taifa, si mwalimu wa timu za virabu. Sisi kama Yanga tunapendelea sana kuwa na mwalimu aliyotoka kwenye virabu, so timu ya taifa. Yule tulimchukua kutokana na ufinyu wa mwalimu kwa ule muda. Ikabidi aje asimamie timu. Yule si mwalimu, yule alikuwa ni msimamizi kutokana na uwezo wake. Mara nyingi sana walimu wanaofundisha national team katika vilabu wanakuwa wanapata kigugumizi, kwa sababu katika vilabu mara nyingi kuna uchanganyiko wa wachezaji wa nchi tofauti. Ndio maana mwalimu wetu yule akawa anafeli. Angalia nyuma tulipotoka kote huko. Walimu wetu wengi walikuja pale hawakufeli kama alivyofeli huyu. Mwalimu kafeli. Yani kaikosi sana timu kwa sababu sisi tunapata matokeo, lakini je, matokeo unayopata kupitia njia gani? Kwa hiyo mwalimu tangu Zanzibar alikaa na uongozi wakakubaliana atumie siku 21 zilizobaki, zikishakwisha hizo atuachie timu yetu. Kwa hiyo bahati nzuri uongozi wa juu ukasema hapa tusichelewe. Tumpate mwalimu wa kuja kumsaidia huyu. Endapo huyu hizi siku 21 hajafanya tunavyotaka sisi, akiondoka huyu msaidizi awekashajua timu na anajua anafanya nini. Roman Falls aliyeondoka na Pedro Gonzalez ambao aliondoka, nani alikuwa bora ndani ya Young Africans? Pedro na Roman kidogo alikuwa mzuri, ila Roman alikuwa anapenda sana kuwasikiliza mashabiki. Roman alikuwa ni mzuri, ila alikuwa anasikiliza sana mashabiki. Hata katika ufundishaji Roman anakwenda katika mpira ambao tunaweza tukasema tulitoka nao kwa Gamondi. Gamondi mpira wake alioacha Roman akaenda nao, ila tu upepo wa mashabiki ulikuwa unamkosti kwa sababu yeye ni mdogo zaidi. Umri wake ndio ulikuwa unamkosti hilo, lakini huyu mwalimu tulikuwa nayo hajamfikia bado Roman. Pedro hajamfikia bado kwa sababu Pedro uwezo wake mkubwa sana, sisi tunaona kama ana mtu wa kuzuia tu. Na mpira ule ushapitwa na wakati katika timu yetu. So duniani katika timu yetu mpira ule wa kuzuia ushapitwa na wakati. Sisi tunahitaji mpira kutafuta matokeo kuanzia golini. Tunatoa 1 2 3 4 5 6 7, goli linapatikana, tunarudi kuanza tena upya. Lakini sio mpira ambayo kwanza kuzuia. Tumecheza na Simba Zanzibar. Tulikuwa tu kuzuia mwanzo mwisho. Tunafanya nini nyuma? Unangoja nini? Unataka matokeo, na ile ni mechi ambaye ni ya finali. Unataka nini? Acha mechi ile ambayo ya ligi. Hii tunazungumza finali. Unakaa nyuma unangoja kitu gani? Dakika 119. Wachezaji yule mtoto kachita faulu lakini hakutegemea. Kwa sababu Chama alitumia ukubwa wake. Na hatuwezi kuzungumza Chama ni mbovu. Chama si mbovu. Chama umri tu umemtupa mkono. Lakini Chama ana uwezo wa kufanya lolote kwa wakati wowote kutokana na experience aliyokuwa nayo ya mpira. Chama amerejea ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini namna ambavyo kiwango chake anavyocheza unamuonaje? Maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli kwa hivi sasa. Mimi Chama simbezi. Yaani naangalia mtu mpira anachezaje. Ila Chama mimi nazungumza tena, Chama umri wake ndio umemtupa mkono. Lakini ukikusanya ile Simba ilivyo, mpira ambao anautumia kucheza Chama katika Simba hapa unaweza kuwapata tu wawili au yeye peke yake. Kwa sababu Chama ana mpira ule wa kusema mimi sasa hivi nataka nikamue matokeo. Niende nikamwangalie nani yupo sehemu gani nimpe mpira. Yaani Chama mtu wa kuangalia watu anawachezesha. Ile timu nzima ya sasa hivi inachezesha Chama. Japokuwa unamuona speed yana. Na ndio maana mara nyingi mwalimu alokuja tulimuona kama zoba fulani, lakini mwalimu mimi nasema ana experience sana kufundisha mpira kwa sababu Chama anapenda acheze dakika zote hata kama kachoka, ili yeye anakuwa na maamuzi ya kucheza kupeleka mpira sehemu ambayo mchezaji huyu anaweza kuchukua mpira afanye nini kwa wakati gani. Ulimzalamu mwalimu Steven Becker alipokuja. Yaani mwanzo kati anampokea kwa sababu nilikuwa simfahamu. Lakini jinsi anavyokaa na hii timu nasema Becker kama hatujaingia katika usajili msimu unaokuja Becker atatusumbua sana. Hatujajua uongozi tutatuletea mwalimu gani. Ila
Kwa hawa tulobakia nao baada ya kuondoka huyu mwalimu wetu Pedro. Beka tutomweza. Ana uwezo kubadilisha mchezo akiwa ndani ya uwanja. Ana uwezo huo. Kwa hiyo anaweza akatusumbua sana kama tujampata mwalimu aliyokuwa bora. Kwa hiyo tunamuomba engineer na bodi lake lote la ukurugenzi watutafutie mwalimu ambaye ana uwezo kushindana na huyu mwalimu. Huyu mwalimu uwezo wa kufundisha anao. Ila wachezaji wake tu wengi bado wachanga. Na sisi Yanga tunaangalia wachezaji wetu wametumika muda mrefu na ndio maana tunakuja wanatumia wakati wanachoka. Sio wajui, wanachoka fatigue wanachoka. Kwa hiyo tukimpata mwalimu mzuri na engineer akasema sasa hivi anaingia chaka yeye mwenyewe na mimi mwakani tutaendelea kuwaburuza tena kama tunavyoburuza mwaka huu. Mwakani Simba lakini wanajipanga hivi sasa. Simba wanajipanga mwakani hawezi kuingia katika usajili mkubwa. Usajili ushamaliza Simba. Mifuko ishatoboka. Ila si mifuko imenona. Bosi wetu kasema nimefanya makosa kwa kuwatuma watu. Naingia mwenyewe chaka. Tumwambia unataka katuuliza wanachama imizeni kuchangia kadi zenu. Lipieni kadi zenu afu mnaambia mnataka wachaji wangapi. Sisi tunataka tuletee wageni 4 tu wanatutosha. 4 tu. Atuwekee nyuma mmoja kwa yule mkongomani. Amsaidie Shabalala. Mkongomani anaona kishachoka kuchezea Yanga. Kashachoka kuchezea Yanga. Atuwekee nyuma mmoja. Pale katikati pale namba 6. Mimi naweza nikatofauti na watu wengine. Mimi Damaro Yanga anifai. Damaro Yanga anifai. Huyu Msukuma anifai. Damaro ni mchezaji wa timu ndogo sio Yanga. Damaro nasema ni mchezaji wa timu ndogo kwa sababu haiwezekani kila mechi wewe unakuwa ni mtu wa matokeo mabovu tu. Sio kweli. Sio kweli, mpira kisasa upo hivyo. Mpira kisasa upo hivyo. Nahitaji bosi wangu Engineer Els anitafutie kiungo mkabaji namba 6 aweze kucheza na Duke Abuya. Duke Abuya inawezekana mkataba kama mbaki ya miaka miwili engineer muongeze 3 ya 5. Yule ndio engineer wa klabu katika pitch. Engineer wa klabu katika pitch Duke Abuya. Hakuna mtu yote mwenye doubt naye. Kwa hiyo amletee msaidizi endapo unaweza katokea na majeraha kidogo awe na msaidizi. Lakini Damaro bado mimi sijamkubali kwa sababu kila mechi tunasema hii tukapate matokeo anaenda anachezea fiongo. Ni mzuri anakaba ila anapoingia kwenye dipu lazima amguse mpinzani. Kwa hiyo tunasema engineer kama umemwona mtu jicho lako limepaa ingia kule Ivory Coast, ingia Asec Momas, kuna mtoto pale anapenda kusuka nywele, tuletee pale asaidiane na Duke Abuya. Ili afanye. Kuna mtoto mmoja anapenda kusuka nywele hivi. Ulaya wenyewe anamtaka yule mtoto. Anamjua engineer. Na kweli kama engineer kali kaenda kule mimi sidhani kama kuna mchezaji atamchukua zaidi ya huyo. Nimemkubali kweli katika mechi nilizoangalia za Asec, huyo mtoto anatisha kaa kwenye dimba la kati. Jeremia Buba, kiwango chake unakionaje? Jeremia Buba. Dada. Ninashindwa kufurahi zaidi kwa sababu yule ni mchezaji wa mwalimu. Na mimi nilikuwa nazungumza kama ningepata nafasi ya kuongea Yanga, mimi sikutaka aondoke kwa Sistine akuwa sikutaka aondoke. Hajafikia uwezo wake hata mara 2. Bado yupo chini zaidi. Yule kwa Yanga si anataka akacheza kombe la Mapinduzi, kombe la Muungano lilikuisha. Jeremia Buba. Lakini mchezaji wa Mapinduzi na Muungano. Na Muungano, lakini kwenye ligi kuu au Federation ya Azam ana nafasi. Sisi tuna Shwaboi. Tuna mtoto Faridi Musa, wale wote wapo juu ya kwake yeye. Wa nini sisi mchezaji kama yule? Ila tunashukuru mwalimu kaondoka na yule ligi kisha atamfuata mwalimu wake. Sisi tunataka wachezaji walikuwa bora zaidi. Wapo. Depo muona kaja. Anachokifanya Depo alipokuja hapa akajifanya mdogo, anamuiga Dube alimkuta. Kwa sababu nilizungumza sijizani kama ulikuwepo ni wewe. Nilisema Depo atocheza mbele ya Dube. Bado atakuwa anamsubiria Dube. Yeye anatakiwa aige mfano wa Dube anachezaje ili na yeye acheze. Depo ni mzuri kuliko Dube. Ila mpira wa Kitanzania una uchezaji wake. Dube kashaumudu na anauweza. Na engineer tunaomba tuongezee hata mwaka mmoja kwa Dube. Ili Depo apate mafunzo zaidi kwa Dube. Yanga tunahitaji tusonge mbele. Sio timu ya kufundisha wachezaji ile. Ile timu ya mafanikio. Mchezaji aliyokuwa bora pale anakuja kupata maelekezo kidogo tu kupata mafanikio. Semaji tumalizia na hili. Wekundu wa Msimbazi Simba amerejea pale KMC. Wekundu wa Msimbazi umekuja kwa sababu uwanja uliochagua umeloa tope na unaonekana. Sasa wakija pale sasa tunatabu nao. Tunawakaribisha kama sisi wenyeji. Japokuwa sisi wenyewe tumepanga. Ila sisi bado tunawakaribisha kama wenyeji. Kwa hiyo sisi tunachoomba. Mimi naomba dua mpaka dakika hii. Simba mwaka huu kanisumbua sana katika mipango yake ya nje. Nilikuwa naomba FA asinikimbie. Azam Federation asinikimbie. Na uwanja kama anapenda achague wote unaotaka, ila unaanza kuingiza washabiki kuanzia 3,000. Sio washabiki 1,500, sihitaji uwanja ule. Apate uwanja una washabiki 3,000 tukutane. Akikosa kwenda Mwanza, akikosa kwenda Arusha basi aturudishe hata kule Pemba. Zanzibar kama anasema uwanja wangu wa nyumbani, aende hata Pemba ili mimi nahitaji yule nimfumue vizuri katika uwanja mkubwa. Uwanja ule ulinibana.
Na ndio maana ukaona kipindi cha kwanza mimi nilikuwa namwangalia yeye anachezaje. Kwa sababu ikajika kupumuka kanipiga bao 2 la karaka, nikasema huku nifunga haiwezekani, nikachomoa goli zangu 2 nikakaa tulia. Ila namwambia kama atakuja Azam Federation, TFF board ya ligi watafutie uwanja mkubwa ili nikapambana naye Simba Sports Club, nimuonyeshe kama mimi nina uwezo wa kumfunga zaidi ya ile mara 5. Shukrani sana. Asante sana dada. Shukrani.